Serikali kupitia Wizara ya Uchukuzi imeipongeza kampuni ya Plug and Ride Tanzania kwa kuanzisha huduma za usafiri wa umeme zinazolenga kuboresha usafiri wa wagonjwa na wanafunzi, huku zikichochea ajira, ukuaji wa uchumi na matumizi ya nishati safi. Akizungumza kwa niaba ya Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa, Naibu Waziri David Kienzile amesema uwekezaji huo unaunga mkono juhudi za serikali za kulinda mazingira na kuboresha huduma za usafiri. Diplomasia ya uchumi ambao kinara wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameendelea kuisimamia kupitia wasaidizi wake mbalimbali. Jukumu letu kubwa huko tunapokuwepo si kuisema nchi yetu vibaya. Jukumu letu kubwa ni kuchangamkia fursa kama ambavyo wenzetu hawa kwa utegi walivyofanya. Nimetoa pongezi na kuwataja kama alama ya makampuni ya Tanzania ambayo yanapaswa kuigwa mfano kwa kuhangaika duniani kutafuta partners, sio tu wenye mitaji bali wenye uzoefu, wenye teknolojia, na kwamba mkiunganisha nguvu tutapata faida zaidi. Kwa hiyo uwekezaji au ushirikiano kati ya Tanzania na nchi zingine ikiwemo India kwa maana ya leo ni wenye faida kwa nchi yetu. Tumpongeze rais wetu, tujipongeze wa Tanzania, tuwapongeze na wenzetu wa India kwa mashirikiano hayo ya tija. Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa Mbarawa ametoa pongezi za dhati kwa wenzetu wa Plug and Ride, kwanza kwa kuchagua Tanzania kama nchi ya kuwekeza, pili ya kuchagua sekta ya uchukuzi ambayo ni sekta muhimu, uti wa mgongo wa nchi yetu, tatu kwa kuamua kufanya uwekezaji huu sasa mwezi Julai, kulonchi mwezi Julai, ikiwa ni siku chache, siku 10 tangu tuzindue au tuanze utekelezaji rasmi wa dira yetu ya mwaka 2050. Nimeeleza kwa ufupi faida za mradi huu. Kwa sababu ni vyombo vya moto vinavyotumia umeme, maana yake vinaungana na sera yetu ya nchi ya kuweka mbele utunzaji wa mazingira. Lakini pili, uwekezaji huu una faida kwa sababu unaleta ajira kwa Watanzania. Lakini zaidi ya yote unachangia kwenye kuimarisha sekta yetu au uchumi wa nchi yetu. Naye Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara Aristides Mbwasi amesema Tanzania inaendelea kuongoza Afrika Mashariki katika matumizi ya vyombo vya usafiri vinavyotumia umeme, hatua inayochochea maendeleo ya sekta ya viwanda. Sekta yetu ya viwanda tunalenga kuongeza kiasi na mchango wetu katika ukuaji wa uchumi kutoka asilimia 8 iliyopo sasa kufikia asilimia 15 katika utekelezaji wa dira, lakini vile vile kuongeza asilimia ya mauzo yetu ya nje kufikia asilimia 40 katika masoko yetu ya kikanda kupitia EAC na SADC katika sekta hizi za electronic, lakini pia katika sekta za uunganishaji wa magari. Tanzania pia tunajivunia ni miongoni mwa nchi ambayo inaongoza kwa vyombo vya moto vinavyotumia umeme. Ni takriban vyombo vya moto 10,000 viko barabarani. Kwa hiyo kwa nchi za East Africa Tanzania tunaongoza. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri anawakaribisha sana, na lakini pia amewahakikishia ushirikiano na taasisi zetu za SIDO, za TBS, TEMDO na TIRDO ili kuhakikisha kwamba mradi wao huu unafanikiwa. Kwa upande wake, Katibu Mkuu wa Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Dr. Fredi Msemwa amesema uwekezaji huo utasaidia kutatua changamoto za usafirishaji pamoja na kuboresha huduma kwa wananchi. Kwamba product hii inayozinduliwa ni product ambayo inakwenda kuleta masuluhisho au solutions ambazo zinatatua matatizo ya watu. Kwa hiyo ni people centered solution na zinaendana na dira yetu 2050 ambayo imeainisha sekta ya usafiri na usafirishaji kuwa ni drivers of the economy. Mmiliki na mwanzilishi wa Utegi Limited Otieno Olunga Igogo amesema kampuni hiyo imebuni ambulance za matairi matatu pamoja na bajaji maalumu za kubebea wanafunzi ili kutoa usafiri salama na wa gharama nafuu na rafiki kwa mazingira. Tumekuja na ubunifu mpya, lakini pia tuna usafiri wa kusafirisha wagonjwa ambulance
kwa nchi yetu jinsi lilivyo, kwenye maeneo ya huko vijijini, unakuta kwamba mgonjwa anapozidiwa watu wanatumia machela kumbeba kumpeleka hospitalini, kwa sababu gharama ya kununua ambulance sio kwamba kila halmashauri inaweza kumudu. Lakini safari hii tumekuja na ubunifu, ambapo tumekuja na ambulance ya aina ya gurudumu tatu ambayo inaweza kununuliwa na hata halmashauri za kule wilaya zetu. Unaposafirisha mgonjwa kutoka kwenye wodi moja kwenda kwenye wodi nyingine, inabidi mtumie nini? Troli la kusukuma kwa nguvu ya binadamu, baada ya kutumia chombo cha usafiri ambacho kinaserereka kwa utaratibu, na mgonjwa anaweza kufika kwa haraka na akapata huduma na akarudishwa kwa haraka. Sasa hivi tumeleta ufumbuzi ambapo tutakuwa natumia nini? Usafiri wa ambulance ya gurudumu tatu. Mheshimiwa, pia tumekuja na ubunifu wa kutumia usafiri wa gurudumu tatu kusafirisha wanafunzi wa shule za awali na shule za msingi, ambapo gharama yake ni nafuu sana. Usafiri wetu ambao tunaunda hapa nchini Tanzania, ukichaji mara moja unatumia uniti chache za umeme ambayo gharama yake haizidi shilingi 2,500 na inaenda kusafirisha kwa muda wa umbali wa kilomita 100. Kwa hiyo mheshimiwa, viongozi wetu mlioko hapa, tunaomba ushirikiano wenu ili kiwanda chetu hichi ambacho cha kwanza kutengeneza bidhaa ambayo inatokana na utaalamu kutoka India lakini inaundwa na Watanzania, mtusaidie kufikisha ujumbe kwa viongozi wakuu wa wizara zetu na pia viongozi wakuu wa nchi, ili tuweze kutokana na uendeshaji wa usafiri wa kutumia mafuta ambayo sasa hivi pia imekuwa ni adimu na pia imekuwa ni ghali sana, na pamoja na yote inachafua mazingira kwa sababu ya pollution. Saleh Lujuo, GMTV.